moyo wake au roho iliyomo ndani yake. Tazama tena yale Yesu alisema. Yohana 3:6. Yohana 3:6 inasema, kilichozaliwa kwa mwili ni mwili na kilichozaliwa kwa roho ni roho. Twaliita nini lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu hufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya? Tunaliita tendo gani lile? Tunaliita tendo gani? Mahubiri, kuzaliwa mara ya pili. Sawa jamani? Twaliita tendo hilo kuzaliwa tena. Roho Mtakatifu hutubadilisha, hutufanya tuanze maisha katika roho, ni maisha mapya. Katika Agano la Kale, Mungu aliahidi kwamba atabadilisha mioyo ya watu. Ezekieli 36 mstari wa 26 unasema, nami nitawapa ninyi moyo mpya, nami nitaitia roho mpya ndani yenu, nami nitatoa moyo wa jiwe uliomo ndani ya mwili wenu, nami nitawapa moyo wa nyama. Kwa nini ni lazima mtu azaliwe tena kwa Roho Mtakatifu? Kwa nini ni lazima mtu azaliwe tena kwa Roho Mtakatifu? Jamani, swali Rosi. Anahitaji moyo mpya. Kwa sababu anahitaji moyo mpya. Sawa? Pende. Unaweza kujibu kwamba kwa njia mbalimbali. Unaweza kusema kwamba anahitaji moyo mpya au anahitaji roho mpya. Unaweza kusema mtu hawezi kumfuata Yesu asipobadilishwa. Unaweza kusema kwamba mtu asipobadilishwa hawezi kuishi maisha ya Kikristo, hawezi kuona ufalme wa Mungu. Tunapotubu, je, twaliita nini lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu hufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya? Lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu hufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya, tunaliteje lile badiliko? Karibu msomaji mwenyewe. Kuzaliwa mara ya pili. Jamani, sawa? Twende. Kutufanya tuzaliwe tena. Mtu akizaliwa tena huanza kuishi maisha mapya. Moyo wake uliomfanya atende dhambi hubadilishwa. Yeye huwa amebadilishwa ndani. Hatuwezi kuelewa jambo hilo, lakini twajua kwamba ni kweli. Yohana 3:8 inasema, upepo huvuma upendako, na sauti yake waisikia, lakini hujui unakotoka wala unakokwenda. Kadhalika na hali yake kila mtu aliyezaliwa kwa Roho. Je, nani hutufanya tuzaliwe tena? Nani anatufanya tuzaliwe tena? Elia. Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sawa jamani? Roho Mtakatifu ndiye hufanya hivi. Ninaye rafiki nchini Malawi aliye na degree ya kwanza ya chuo kikuu BA katika biashara. Alikuwa na kazi nzuri katika serikali, lakini kwa ajili ya ulevi na mambo mengine alipoteza kazi yake. Baadaye alimwamini na kumpokea Kristo. Maisha yake yalibadilishwa kabisa, alibadilishwa sana mpaka rafiki zake wakashangaa jinsi alivyoacha hali yake ya zamani.
walishangaa jinsi alivyokuwa mpya upesi sana. Rafiki yake mwingine pia alikuwa na elimu nyingi, naye alipoteza kazi yake juu ya ulevi. Aliposikia kwamba rafiki yake alikuwa Mkristo, alimtembelea. Alimwambia, wewe mpumbavu, kuwa Mkristo. Ninaweza kubadilisha maisha yangu mabaya bila kumpokea Kristo. Nitakuonyesha kwamba hata mimi ninaweza kuacha ulevi. Aliacha kunywa pombe kwa majuma kadhaa, lakini mara akarudi kuishi maisha yake ya zamani tena. Tusipotubu, je, twaliita nini lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu hufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya? Kuzaliwa upya. Kuzaliwa mara ya pili. Tunasemaje jamani? Ndio. Sawa? Roho Mtakatifu hutufanya tuzaliwe tena. Yeye hufanya muujiza maishani mwetu, huibadilisha mioyo yetu na roho zetu. Rafiki yangu aliyezaliwa tena aliendelea kuishi maisha mapya, lakini yule mtu mwingine hakuweza kufanya hivyo. Hatuwezi kuziacha dhambi zetu Roho Mtakatifu asipotubadilisha. Watu wengi hawaelewi jambo hilo. Pengine washiriki wa kanisa lako hawaelewi kuzaliwa mara ya pili. Hawajui kwamba wanapaswa kuzaliwa tena. Chukua karatasi nyingine, andika mambo ambayo umejifunza katika somo hili. Hubiri mambo ambavyo hayo kwa watu wako ukipata nafasi. Swali linasema andika mambo ambayo umejifunza katika somo hili. Hubiri mambo ambayo kwa watu wako. Hayo mambo unayokwenda kuhubiri ambayo umejifunza. Tumejifunza jambo gani la kwanza kama unakumbuka kuhusiana na ili kuzaliwa mara ya pili? Jambo gani la kwanza? Jambo gani la kwanza? Jambo la kwanza tulijifunza kwamba mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Mtu hawezi kuona ufalme wa Mungu asipozaliwa mara ya pili. Jambo la pili tumejifunza nini? Elia, tumejifunza nini? Jambo la pili. Mimi nilipokuwa nimeweka hivi kwa mpangilio, nikawa nimeona kwamba kuna jambo la kwanza, kulikuwa na swala la kutubu. Lakini Roho Mtakatifu ndani atusaidia huko kwenye kutubu. Lakini pia tunatubu kwa sababu ya yale mambo matatu ambayo tulijadili wiki iliyopita. Namna ya kuisikitikia dhambi, kuungama na kuiacha. Lakini sasa tunapofanya hivyo, manake tunakuwa tunatambua kwamba zile dhambi zinakaa mioyoni mwetu. Na tunapotubu kama Roho Mtakatifu anatusaidia, manake kwa njia hiyo ndio tunazaliwa mara ya pili. Kwa mimi nikaa nimeweka la tatu hilo kwamba Roho Mtakatifu ananisaidia kuzaliwa mara ya pili. Sasa kule kwenye karatasi yangu nilikuwa nimeandika list ya vitu vingi, nimechora, nafikiri ningekuwa nayo ingeweza kunisaidia, lakini kwamba haitawezekana pasipo kuzaliwa mara ya pili. Kwa jambo la kuzaliwa mara ya pili ni muhimu, nilivyokuwa naliona kwangu mimi, na ni msingi kwa Mkristo ama mtu yeyote ambaye anahitaji kumwamini. Okay. Yeah. Hai, kwa hiyo hapa tungeweza kusema jambo la kwanza tumejifunza habari ya kuzaliwa mara ya pili. Jambo la pili tukajifunza habari ya
Roho Mtakatifu kama ndiye ambaye anatuwezesha kutubu, si ndio? Roho Mtakatifu anatuwezesha kutubu. Jambo la tatu tumejifunza jambo la tatu hapa ni nini? Kutubu hivi ni nimeunganisha hapa kwenye Roho Mtakatifu kwamba Roho Mtakatifu anatusaidia kutujulisha dhambi zetu, lakini pia tunaona hapa Roho Mtakatifu pia anatusaidia kutubu. Kwa hiyo kama tungeweza kuzungumzia topic, tunataka kwenda kuzungumza topic kwa watu tunaowahubiria, tungezungumzia habari ya kuzaliwa mara ya pili, umuhimu wake, kama alivyosema mwingine kwamba huwezi ukaingia kwenye ufalme wa Mungu mpaka umefanya nini? Umezaliwa mara ya pili. Lakini pia tungeeleza namna Roho Mtakatifu anavyofanya kazi ndani yetu, kutueleza. Maana huwezi ukatubu kama hujaijua dhambi yako. Unaifahamu kwanza dhambi yako, au anaifahamu kwanza dhambi mtu anayoifanya, na baadaye sasa, baada ya kuifahamu ndipo anapotubu sasa. Kwa hiyo haya mambo matatu tungeweza kuwa tumeyaweka mahali na kuweza kuhubiri, kuambia watu. Twende malizia hiyo peji afu aanze nyingine boss. Twende. Leta karatasi yako darasani ili tuweze kuiona. Tunapotubu, je, twaliita nini lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu kufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya? Kuzaliwa mara ya pili. Kuzaliwa mara. Ile badiliko tunaliita kuzaliwa mara ya pili. Twende. Juma la tatu, kuzaliwa tena mara ya pili. Siku ya pili, tunazaliwa tena katika damu ya Yesu. Jana tulijifunza juu ya yale yanayotendeka kwa mtu akitubu. Tunapotubu, je, twaliita nini lile badiliko ambalo Roho Mtakatifu hufanya ndani yetu ili tuweze kuishi maisha mapya? Nani? Kuzaliwa tena. Sawa jamani? Yeye hutufanya tuzaliwe tena. Hili si jambo tunaloweza kujifanyia. Wakati Yesu alipomwambia Nikodemu kwamba ni lazima azaliwe tena, Nikodemu alisumbuka sana, akauliza, jambo hili lawezekanaje? Nikodemu alikuwa akifikiri juu ya mwili wake, lakini Yesu alikuwa akinena juu ya moyo wake au roho yake. Biblia hutuambia kwamba tunazaliwa tena katika damu ya Yesu. Je, nani hutufanya tuzaliwe tena katika damu ya Yesu? Nani? Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu. Sawa? Roho Mtakatifu ndiyo hufanya kazi hii. Roho wa Mungu hutupa moyo mpya na roho mpya. Hebu tuone jinsi Roho Mtakatifu anavyofanya hivi. Tumejifunza tayari kwamba Mungu alimfanya Adamu kwa mfano wake mwenyewe. Mungu alipomfanya Adamu alikuwa na roho safi tena takatifu. Lakini Adamu alifanya dhambi, roho yake ikawa yenye dhambi. Roho yake ilikufa kama Mungu alivyokuwa amemwambia. Kulikuwa na njia moja tu ambayo roho yake ingefanywa hai tena, ni lazima uhai na wengine utolewe kwa ajili ya uhai wake. Baadaye Mungu alieleza jinsi uhai ule ungetolewa. Mambo ya Walawi mlango wa 17 mstari wa 11. Kwa kuwa uhai wa mwili katika hiyo damu. Kutokana na kifungu hicho, ni sehemu gani ya mwili ndivyo
inao uhai. Ilikuwa Mambo ya Walawi 17 17:11. mstari wa 11. Hapo unasema hivi, huo mstari wa 11. Kwa kuwa uhai wa mwili huu katika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Twende. Swali nasema hivi, je, sehemu gani ya mwili ndiyo inao uhai? Ni moja, Sehemu ya damu. sehemu ya damu. Sawa jamani? Damu ndiyo inao uhai ndani yake. Mungu alisema kwamba ikiwa uhai wa mwingine ungetolewa, basi uhai wa mwanadamu ungeweza kuokolewa. Mungu anasema kwamba uhai unaweza kuokolewa kwa kutoa damu. Zamani za kale watu walitoa damu ya wanyama kupitia gharama za dhambi zao. Watu wa Agano la Kale walifanya hivyo. Baadhi ya Waafrika walifanya hivyo pia siku za kale, lakini Mungu anasema kwamba yule awezaye kutuokoa ni mwana wake tu. Tazama tena kifungu hiki, Matendo ya Mitume mlango wa 4 mstari wa 12. Maneno ya Mungu anasema hivi, wala hakuna wokovu katika mwingine awaye yoyote, kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu liwapasalo wanadamu litupasalo sisi kuokolewa kwalo. Swali, je, ni nani pekee aweza kutuokoa kwa damu yake? Elia. Yesu. Amani sawa? Ndiyo. Ni damu ya Yesu tu ndiyo inaweza kutuokoa. Tunaweza kuzaliwa tena, mioyo yetu inaweza kubadilishwa. Hii ndiyo sababu Yesu alikuja duniani, ili yeye aliyefaa au aliyetosha kufa kwa kutoa damu yake kwa ajili ya dhambi zetu. Watu wengi wote wametenda dhambi, hawakuweza kutupa wokovu. Yesu ni mwana wa Mungu aliye mtakatifu. Aliweza kutuchukulia mauti yetu. Paulo aliwaeleza Wakorinto jambo hili. Wakorinto wa pili mlango wa 5 mstari wa 21. Maneno ya Mungu yanasema hivi, yeye ajuaye au asiyekuwa na dhambi, Mungu alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Swali, je, Yesu alikuwa na dhambi kiasi gani? Yesu alikuwa na dhambi kiasi gani? Elia? Hakuwa nazo kabisa. Yesu hakuwa na dhambi. Yesu hakuwa na dhambi yoyote. Maisha yake yalikuwa kamili. Aliweza kutoa uhai wake kwa ajili ya maisha yetu. Aliweza kuchukua adhabu yetu ili tuweze kumwamini. Tunaweza kuzaliwa tena kwa kuyaamini yale Yesu aliyoyatenda. Isaya 53 mstari wa 5. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kupigwa kwake sisi tumepona. Ni sehemu gani ya uhai wa Yesu ambayo hutumiwa na Roho Mtakatifu kutusafisha dhambi zetu? Ni sehemu gani? Elia? Damu. Roho Mtakatifu hutumia damu ya Yesu. Wakati mmoja nilikuwa na mapacha walioitwa Yohana na Yoshua. Walifanana sana, lakini Yohana alikuwa kijana mbaya na Yoshua alikuwa mwema. Mmoja wao alipokosa, mwalimu alijua kuwa aliyokosa ni Yohana tu. Siku moja Yohana alimpiga msichana wakati wa chakula cha mchana. Wakati mapacha hao waliporudi shuleni, mwalimu alimuita Yohana ili aadhibiwe. Lakini kabla ya Yohana kusimama, Yoshua alikwenda mbele ya mwalimu mara moja.
Mwalimu hakutambua kuwa ni Yoshua ndiye aliyemwendea. Alimwadhibu. Yoshua alifikiri kwamba alikuwa akimwadhibu Yohana. Vijana hawa walipokuwa wakirudi nyumbani wakati wa jioni, Yohana alimuuliza Yoshua, kwa nini ulichukua adhabu yangu leo? Yoshua akajibu, nilisikitika kwa maana umekuwa ukiadhibiwa kila mara. Nilitaka kuchukua mahali pako. Yohana alishangaa, alianza kulia. Kisha aliahidi kwamba tokea siku hiyo atajaribu kuwa mwema. Je, nani alichukua adhabu ya dhambi zetu? Elia. Yesu. Jamani, sawa? Ndiyo. Yesu ndiye alichukua dhambi zetu, alitoa damu yake kwa ajili yetu. Hiyo ilikuwa ni maana kwamba alikuwa akitoa uhai wake ili tupate uzima. Sio kwamba umeenda haraka hapa. Kuna swali lingine hapo. Alimwaga nini ili tuweze kuzaliwa tena? Nani? Faraja Alimwaga damu yake. Alimwaga damu, si ndio? Ndiyo. Twende. Yesu ndiye alichukua adhabu yetu, alitoa damu yake kwa ajili yetu. Hiyo ilikuwa na maana kwamba alikuwa akitoa uhai wake ili tupate uzima. Tunazaliwa tena kwa damu ya Yesu. Katika Agano la Kale, watu walitumia damu ya wanyama. Wanyama hao walikuwa mfano wa kuonyesha jinsi Yesu alivyoimwaga damu yake kwa ajili yetu. Waebrania mlango wa 9 mstari wa 19 hadi 20 mkato 22. Maneno ya Mungu yanasema, Musa aliitwa damu ya ndama na mbuzi, akanyunyizia kitabu chenyewe, na watu wote wakisema, hii ni damu ya agano mliloamriwa na Mungu. Karibu vitu vyote husafishwa kwa damu, na pasipo kumwaga damu hakuna ondoleo la dhambi. Kutokana na kifungu hicho, je, kwa nini damu inamwagwa? Kwa nini damu inamwagwa? Elia? Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Sawa jamani? Inaondolewa kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Wakati Yesu alipokuwa msalabani, mmojawapo wa maaskari alimchoma na mkuki. Biblia husema kwamba damu ilitoka ubavuni wake. Petro anatuambia kwamba hivi ndivyo tulivyorudishwa kwa Mungu. Waraka wa kwanza wa Petro mlango wa kwanza mstari wa 18 mpaka wa 19. Maneno ya Mungu yanasema hivi: nani hamfahamu kwamba mlikombolewa au mlinunuliwa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na wa, yaani ya Kristo. Tunapotubu, je, Roho Mtakatifu hutumia nini kutupa kuzaliwa tena mara ya pili? Tunapotubu, je, Roho Mtakatifu hutumia nini kutupa kuzaliwa mara ya pili? Faraja? Damu ya Yesu. Jamani, mwenzetu anasema Roho Mtakatifu hutumia damu. Sawa? Ndiyo. Tunazaliwa tena katika damu ya Yesu, lakini watu wengi hawaelewi hili. Wanafikiri ya kuwa wanaweza kufanya mambo peke yao ili wazaliwe mara ya pili. Bwana Sifala anazo pesa nyingi mno. Anataka ajulikane kuwa ni Mkristo. Je, anaweza kuzaliwa tena akilipa pesa nyingi
kwa viongozi wa kanisa? Huyu bwana Sifari mama Mahuvi hawezi. Ajibu tunasema hapana, hawezi. Kulipa pesa nyingi kanisani hakuwezi kumfanya mtu azaliwe mara ya pili. Pengine unakumbuka hadithi ya kijana aliyefanya mashua. Unakumbuka kwamba aliipoteza mashua yake na ikambidi kununua tena. Mungu alimfanya, lakini shetani alichukua. Na sasa Yesu ametununua tena, lakini lazima tumwamini na kumpokea Yesu tukitaka kuzaliwa tena. Swali: je, Roho Mtakatifu hutumia nini kuziondoa dhambi zetu na kutufanya tuzaliwe tena? Usiweke neno swali, yaani ukishasema tu je, tayari sisi tunaelewa huyo mtu anauliza swali. Haya, tuseme je, Roho Mtakatifu hutumia nini kuziondoa dhambi zetu na kutufanya tuzaliwe tena? Mama Mahuvi, damu ya Yesu. Sawa jamani? Kutumia damu ya Yesu. Yohana aliandika hivi juu ya jambo hili. Yohana mlango wa 1 mstari wa 7 hadi wa 9. Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, twashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi yote. Tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu na wa haki, hata atuondolee dhambi zetu na kutusafisha na udhalimu wote. Pengine unafahamu mtu fulani anayejaribu kujiokoa, anajaribu kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya kulipa pesa, au anajaribu kuokolewa kwa kujiunga na kanisa bila kumwambia maneno makali. Nenda ukamwambie yale ambayo umejifunza katika somo hili. Tumepata hiyo pointi yetu vizuri, na inasemaje kama mtu umeelewa? Pengine unamfahamu mtu fulani ambaye anajaribu kujiokoa, anajaribu kuzaliwa mara ya pili kwa njia ya kulipa pesa, au anajaribu kuokolewa kwa njia ya kujiunga na kanisa bila kumwambia maneno makali. Nenda ukamwambie yale ambao umejifunza katika somo hili. Mambo gani hayo? Mambo gani? Kwanza unao huo ujasiri wa kumwendea. Elia, utaenda kumwambia mambo gani? Jambo la kwanza ni kwamba yani kwa nguvu zake yeye mwenyewe haiwezekani. Yani kwa sababu amesema nisitumie maneno makali. Kwa sababu tayari unajua anatumia vitu ili kujaribu kujiokoa. Manake ni kumweleza kwamba vitu havitaweza kumsaidia. Lakini anapomwamini Mungu ama anapotubu kwa njia ya Roho Mtakatifu sasa kumsaidia kuzaliwa upya, basi manake anaupata ule ufalme, ule uzima, ufalme wa mbinguni. Anaweza akapata ule uzima wa roho yake kwa kumwamini Mungu, na kwa njia ya Roho Mtakatifu kumsaidia kuzaliwa mara ya pili. Basi sio vitu. Sasa unafikiri kwamba yeye akikufungulia neno linalosema imani bila matendo imekufa, mimi natolea kanisani na wasafirisha wanakwaya, natoa michango ya kanisa, katika hayo mambo hayawezi kunipeleka mbinguni? Kwangu mimi naona hapana, kwa sababu Biblia nafikiri inamnukuu mtu mmoja aliyefanya hayo mambo alafu maombi yake yakafika. Lakini sasa nadhani lile lilikuwa ni wakati huo, lakini baada ya Yesu kuondoka na Roho Mtakatifu anashuka kama msaidizi, manake hamna njia nyingine ambayo inaweza ikamfanya mtu aokolewe nayo pasipo kumwamini Roho Mtakatifu kuingia na kumfinyanga upya. Kwa hiyo ni kwamba hiyo imani anayoisema yeye
Maanake ni lazima iwe